Asante sana. Theme yetu ikiwa Pathfinders in Purpose, ama Pathfinders kwenye utumishi. Na topic yangu mchana wa leo ni watoto hatarini. Tunapoongea watoto wetu wako hatarini, kweli wako hatarini. Mimi ni Jonah Waitage, natoka katika kanisa la GK Main Prison Kericho. Pia mimi ni chaplain mwenzangu Bidambo. Salimiana sasa yangu, simamo salimiane kwa niaba yangu. Ya uchaplaincy sasa. Ni vile sijavaa uniform. Haya, salimiana sasa kwa niaba yangu. Save to serve. Amina. Nashukuru sana ninapoona wenzangu wanatumika katika kazi hiyo. Ila bila kupoteza wakati, mimi ni mume wa mke mmoja wa jinsia ya kike. One female wife. Na hapo ndio panatoka watoto. So watoto, msije mkatuletea laana, kesho mkaanza kutuletea ndoa ya jinsia moja. Ilaaniwe. Na kama unafikiria hilo jambo, naomba usifike kesho. Amina. Nimesema kama unafikiria jambo la kutuletea ushoga na usagaji, heri tuombe usifike kesho. Amina. Hebu ndugu nenda pale. Saki vitu vinaguzwa sasa. Sikiliza na usikize vizuri kila mmoja, tuweze kuwa pamoja. Baada ya kusema hayo, kitabu cha Maombolezo sura yake ya 2 aya ya 19. Maombolezo nitakuwa na kusomea, so usiwe na shida na kusomea kwenye Biblia yangu ya Union Version, Bible Society of Kenya, Bible Society of Uganda, of Tanzania, whichever, Bible Union. Sawa. Nadhani tuko pamoja. Kwa hivyo Biblia kitabu cha Maombolezo 2 aya yake ya 19 inasema, inuka ulalame usiku, mwanzo wa makesha yake, mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana, umuinulie mikono yako uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwenye njaa, mwanzo wa njia kuu. Kiingereza ambacho dada mtoto wetu alikisoma kinasema ya kwamba children are perishing in the streets. Unapoangalia watoto wetu wanapoanza wakiwa wadogo adventurous, wanaanza vizuri, wanainuka vizuri, ni kwa sababu wanafuata wazazi. Lakini wanapofika kiwango fulani hivi, watoto wanaanza kukosa hata kuja kanisani. Tunajiuliza, nini kilileta shida? Watoto wetu tulioanzisha misingi mizuri, nini kilitendeka? Lakini unapoangalia, tuanze pale mahali tunapoanza. Kitabu ni cha Zaburi sura yake 127 aya yake ya 3. Neno la Bwana linasema, tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Wana ndio urithi. Ndiposa katika watoto wote tunawalete katika Bwana. Ni vile tu tumewapatia jina kubwa ya kwamba child dedication. It's just praying for children. So si dedication mambo mengi. Tunatendedicate watenda kazi na wengine, lakini watoto tunawalete kwa Bwana. Kwa hivyo wazazi, kama hujaleta mtoto wako, mlete mapema kwa Bwana. Alafu Mungu akusaidie uchumi na maneno mengi. Tunapong'eng'ana, hakikisha Mungu naye anang'eng'ana na watoto wetu. Mambo ni mabaya na dunia ni telezi, na bila Mungu watoto wetu hawawezi kufaulu. Isaia naye anapoulizwa watoto wako wapi, wanasema ya kwamba yeye amewalea watoto wake katika kituo cha Bwana. Kwa hivyo Mungu alimuumba mwanadamu mume na mke, kisha akawapa zawadi ya mtoto. Nisikie vizuri sana. Na kama kuna yule ambaye hajapata mtoto hapa, mwisho wako itakuwa leo. Hakuna haja utaabike. Tutangaze hapa Mungu anapeana mtoto, na kuna mwenye anang'eng'ana hapa mwaka mzima 2, 3 na 4 inaendelea, na bado unasema unang'eng'ana na Mungu. Hakuna haja. Ambia Mungu leo inakoma,
kuanzia leo story yako inabadilika na hata unaanza kuitwa mzazi. So kama itakuwa hapa, hata usingoje tuite wito, tutakapokuwa tukiombea watoto, maana ni lazima tuombee watoto hapa. Hata wewe inuka useme next year wangu wanakuja kuwaleta kuombewa hapa. Unaposoma katika Isaya 8:18, Isaya naye anasema, angalia mimi na watoto hawa sio tulini wameng'ana, niliopewa na nani? Na Bwana tu. Nini? Ishara katika na ajabu katika Israeli. Nataka watu watakao simama na waseme mimi na watoto wangu. Na pia saa hizi ninapoongea hivi, kuna watoto wenu saa hizi wengine wamemaliza shule za msingi ama shule za upili, hata wengine wamemaliza vyuo na hawakuje kanisani. Niliona binti yangu mmoja pale amemaliza chuo na anakuja ingekuwa karibu ningekuja. Anakuja kufanyiwa sherehe kule nyumbani. Mimi naitwa masherehe nyingi za watoto wanaotoka vyuo, na hakuna ninayofurahia kama ninapoangalia girl child amesoma tena amefika vyuo. Lakini sasa wasichana wameanza sasa kusoma, wavulana nao wameanza kimbia bodaboda. Hiyo roho ya kukimbilia betting na bodaboda ikome kwenye kanisa hili kwa jina la Yesu. Maana lazima watoto wetu wainuke, wasonge mbele. Watoto wetu tuliopewa na Bwana, tunaweza kusimama na tuseme, angalia mimi na watoto wangu niliopewa na Bwana. Ni vile sikujitayarisha. Watoto wangu walikuwa wananiangalia hivyo, nasikia ninaenda Narok, wanasikia vibaya sana. Tungeandamana wakuje this time round hapa. Nataka watu tutakapoenda mbinguni tutasema mimi na watoto. Ukiangalia nyuma unaona foleni ya watoto wako, sio wewe baba, wewe mama peke yako. Utakapoenda mbinguni utakuwa ni hasara, itakuwa ni huzuni. Alafu hiyo ni bahati mbaya, mtoto wako siku ya mwisho akushike ndio aseme, dadi, baba, huku nifundisha vizuri, tunaenda na wewe ama tubaki na. Itakuwa ni kilio na kusaga nini? Neno. Sikia, kama kuna kitu ambacho Mungu anapenda na anafurahia katika dunia hii, ni wale ambao tunawaelekeza watoto katika njia. Kwa nini tunasema pathfinder? Ni watafuta njia, na wanatafuta njia wanapewa njia na nani? Wawili peke yake. Moja ni mzazi, wa pili ni kanisa. Haya mengine ya shuleni na kadhalika yanakuja kama nyongeza. Na natangaza hapa leo kwamba masomo yote tutayaacha hapa duniani. Hata wengine wananiambia tutasoma tuweke vizuri Biblia yetu, tutunze tuweke kaba. Natangaza hata hii Biblia na yenye uko nayo itachomwa moto. Sasa karibu nianze kuniangalia vizuri. Tumesema itachomwa moto. Hiyo uite ya jehanamu, uite ya wapi, bora ujue ni moto ambayo Mungu ataleta na kiberiti, itachomwa. Kanisa tutajenga. Haleluya. Kanisa tutajenga mzuri, lakini hilo kanisa litachomwa nini? Pamoja na hii dunia chafu. Tutanunua nguo mzuri, tununue suti mzuri, na tangaza hizo suti zitaungua na zitachomwa moto milele na milele. Haleluya. Shahada zote zitachomwa moto. Yaani degree yako, PhD yako na yote itachomwa moto. Lakini tutakapofika pale utaulizwa, wako wapi watoto niliokupatia? Hautaulizwa iko wapi masomo niliokupatia, iko wapi gari nzuri niliokupatia, iko wapi kanisa nzuri niliowajalia mjenge. Tutaulizwa, wewe na watoto wako mko wapi? Kama vile mimi na Isaia na wewe mwingine hapo tutasema, tazama mimi na watoto wangu niliopewa na Bwana tu ishara katika Israeli. Utaweza kuzungumza na kusema niliwalea watoto wangu. Lazima tuwalee watoto wetu, sio tu wamjue Mungu wa Sabato, Mungu wa baba, Mungu wa mama. Lazima pia tuwajulishe Mungu wake binafsi. Nilitangaza siku nyingine nikija hapa. Ilikuwa muda gani? Ilikuwa nini nilikuja hapa kwenu? Mkiozea kanisa lingine nilikuwa pale kwenye kiwanja. Ilikuwa nini kama mnakumbuka? Last year. Nimekuja tena this year.
baraka, si ndio? Sikia, nilitangaza na nitatangaza leo. Mimi sifundishi wa Mungu ambaye sijakutana naye. Nafundisha Mungu ambaye nimekutana naye, na hata watoto wangu nawafundisha wakutane na huyo Mungu peke yao kibinafsi. Hatung'ang'ani. Watoto wang'ang'ania Mungu wao, mimi ning'ang'ania Mungu wao. Kila mtu na imani yake. Sikia. Watoto wanaweza kuiba peke yao. Unawafundisha nini watoto wako wanapokaa pale mtaani? Mimi sihitaji nikija kijiji hiki mniambie watoto wangu nimewafundisha. Nahitaji iwe ya Sunday, twende pale kiwanja tucheze na watoto, wasijue nani ni nani, niwanunulie suti, tuchukue mikebe. Hiyo siku ninawaacha suti, tunapiga matope na vijana na watoto na mchanga, tunaruka ruka tukitupiania mpira, tukipiga mateke. Hapo ndio watanieleza uliwalea nini. Watoto wanaweza kuwa wanaimba, wanacheza vizuri, ama wanasema maneno ya mafungo ya kukariri, lakini utapata wengine wanakuja wanasema na nafanya miguu hivi. Utajua mtoto alifundishwa nini? Leo walimu wa Pathfinder tuko na nyinyi. Sikia, unafundisha nini watoto wako? Kuna wengine hata kuwafundisha wanakaa kama huyu. Children's Ministry Department for this opportunity to preach today. Topic for today is a 3 angels message and the mark of the beast. But before we delve into the umesikia topic? Let us pray. Sikia bila anaomba. Lord, Children in heaven, Lord, thank you that you are in this place. I ask that you give the listeners an understanding of what I'm about to say, that you will transform them through your word. In Jesus' name I pray. Amen. Kuna wengine wameibu wanasema the grace badala ya kuomba. The cross is the reason why we have eternal life. And did you know that when Jesus died on the cross, he began the process of crushing the head of the serpents? Yaani hata karibu leo nibadilishe samani yangu. Niambie kijana wangu twende wewe ndio utahubiri. Nikasema sikuambiwa lete kijana, niliambiwa kuja binafsi. Nikasema acha tuanzie hapa. Next time tutatoa kivumbi. Sasa tufundishe watoto wetu njia inayopasa. Wajue Mungu na waishie na Mungu. Yaani nikiambia hata saa hizi elder kuja uhubiri 3 angels message ama uhubiri mambo ya unabii kabla tigana, ni wangapi watahubiri? Na katoto kadogo kanataka kuja kutuhubiria mambo ya unabii. Sikia. Mithali 22 mstari wake wa 6. Mlee mtoto kwa jinsi ipasavyo kufanya nini? Je, ipasa? Na ataacha? Na hataiacha hata atakapokuwa mzee. Shida ni kwamba tulifanya jitihada, tukafanya bidii tuwafundishe wetu elimu ya dunia hii. Hatujafanya bidii kuwafundisha watoto wetu kumjua Mungu. Kama kuna watu na ninawasifu, sikia vizuri, na wasifu ni Waislamu. Mtoto mdogo anachunwa, anafinywa, anachapwa kusudi tu aseme Allahu Akbar. Na afundishwe mtoto akifikia miaka 6. Wapenda wanaanza na miaka ngapi? Miaka 6 mtoto wa Kiislamu huwezi mtoa Kiislamu. Lakini Pathfinder wa miaka 13 bado anang'ang'ana amjue Mungu, hata Yesu mwenyewe hajui. Wacha hivyo, tunang'ang'ana na wazazi na vijana hapa, tunang'ang'ana wamjue Yesu. Kuna watu hata saa hii hawamjui Yesu. Na kwa sababu wazazi siko kwenu, sitaki kuwasumbua. Kwa sababu ukiuliza saa hii, nani ako 100% sure ya kwamba Yesu akionekana saa hii saa 7 ataenda mbinguni? Utaanza kuona wanafanya hivyo. Hata wajui Yesu na wajui wanaenda wapi. Tunataka watoto ambao wamelelewa wamjue Mungu na wamjue Mungu binafsi. Sikia hii mtoto. Hii ni wa kanisa gani? Okay, how old are you? 3 years. 3 years. Hey! What's the name of your church? Okay. So, my second, we are finally starting school, right? Are you happy?
Yes. Good. Yes, I know you're very, very happy. So can you tell me 28 fundamental beliefs of At what? 28 fundamental Tell me. beliefs. 38 fundamental beliefs of the Singularity. Number 1. Holy Christian, number 2, the Trinity, number 3, the Father, number 4, the Son, number 5, the Holy Spirit, number 6, creation, number 7, nation of man, number 8, great democracy, number 9, life, Alisema yote 28. and the Russian of time. Nasema nini? Ni jukumu la wazazi kuwalea watoto wao vyema. Watu watatu wasimame. Wa kwanza, first elder wa hii kanisa. Hayuko? Number 2, kiongozi wa Pathfinders, simama. Alafu number 3, youth leader, simama. Youth leader, simama. Kama hakuna youth leader, nimekusamea youth leader, youth sponsor. Youth sponsor. Haizi kuwa ndio hiyo. Youth sponsor, simama. Hakuna youth sponsor? Kwa hiyo anakuaga mmoja. Mlichagua kanisa hili ni moja. Haya. Second elder, simama. Niambie fundamental belief namba 3. Si mumeingia mtihani, mtoto ndiye alisema namba 3. Amekosea, amepata? Keti chini. First elder, fundamental belief number 20. First elder, number 20. Leo ni siku gani? Leo ni siku gani? Fundamental belief number 20. I get it. The last fundamental belief number 28. Millennium. Get it. Lazima tuwalee watoto wetu. Hiyo ilikuwa ni watoto. Hii ni road test tu nilikuwa nafanya tu ndio watoto waone. Mtatufundisha ama kwanza tutawafundisha nyinyi? Watoto, wazazi watatufundisha ama tutawafundisha? Na nguvu tutawafundisha ama watatufundisha? Luka 18:16. Lazima tulee watoto wetu, umlee chakula, umlee kwa nguo, umlee kwa elimu, lakini usisahau namba 1, umlee kiroho. Ni mara ngapi mnasoma Biblia katika nyumba yako? Ni mara ngapi mnajadili Biblia? Mimi hupenda kujadili Biblia, nifundishe kuanzia mwanzo. Ninafundisha watoto mpaka Ufunuo. Na tushafika na tumerejea tena. Na tunasonga tukisonga kwa sababu kila mwaka lazima wakumbushwe. Watoto ukiwaambia zungumza historia fulani, zungumza juu ya uumbaji, zungumza juu ya Abrahamu, zungumza juu ya Musa, mtoto anastahili kukuambia kila kitu. Si kuambia haya, lakini akuambia mtiririko ya kile kinachotendeka katika historia husika. Luka 18:16. Bali Yesu akawaita wale waje kwake, akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msifanye nini? Msiwazuie. Kwa nini? Kwa kuwa watoto ndio ufalme ni wao? Hapana. Kwa kuwa watu kama hao. Uzuri wa mtu kubadilika kuwa kama mtoto, utashika vitu.
Shida unapoanza kuwa mtu mzima, hakuna kitu utashika. Ukiambiwa hiyo tunajua. Ukiambiwa hiyo ni tunafundisha hapa kanisani. Saa zingine ni vizuri kunyenyekea, ukue kama mtoto mdogo. Because napenda watoto sana. Na mimi watoto wananipenda, bora tuonane tu uso, tunakuwa marafiki. Hata ule mwenye wa mama naongea na nini, halo, hata ule unasema huyu mtoto hapendi kushikwa na mtu yeyote, tukutane hapo nje baada ya wiki. Tuone. Mimi na watoto na mimi. Sasa wewe mtu mzima mwenye unakuja na kiherehere na kujua yote, kaa. Tutakuacha hapa, tutakapokuwa tukienda na watoto mbinguni, lakini usisahau kututuma na salamu. Tutakupelekea kwa Yesu. Angalia mifano hii miwili. Msichana mdogo katika kitabu cha Wafalme wa Pili, sura yake ya 5, utasoma aya ya 2 mpaka ya 4. Washami walipoingia pale Israeli, wakabania, wakachukua mateka. Msichana mdogo wa Pathfinder, miaka 12, akachukuliwa, akaenda kuwa maid mwenye halipwi kwa nyumba ya Naaman. Akakuwa anti mwenye kuchunga watoto. Anapochunga watoto huko, anapocheza na watoto, anaanza kuona mzee wa nyumba ile anatembea hivi. Akauliza, mama, ni nini mbaya na ule dadi? Akaambiwa ameshikwa na ugonjwa unaitwa leprosy. Sema leprosy. Inashika, inajaza vidonda mahali, kila mahali, na limbs huko zinaanza kupinda kidogo, ya mkono inapinda kidogo, kila mahali huko na huko inapinda kidogo. Sasa anaanza kuenda hivi na hawezi kanyaga na miguu yote kwa sababu kuna vidonda, anaanza kwenda hivi. Akauliza ni nini mbaya na yeye? Akasema ako na ugonjwa wa leprosy. Akamwambia, sikia, kama angekuwa huko kwetu Israeli, huyo angekuwa amepona. Hiyo ndio shida ya watu wazima. Hawakai kama watoto. Tayari mara moja kwa mfalme akaandikia barua kwa mfalme wa Israeli, huyo mtu akifika huko mumponye. Badala ya kuuliza msichana angeponaje. Sasa mtu anaanza kelele, watu wazima wasikiani. Ndio maana mimi nimeleta mpaka images kusaidia si watoto, kusaidia watu wazima. Watoto si tutashika kila kitu, lakini images tumeleta na video isaidia watu wazima. Hawasikiani details. Wakiambiwa huko ungekuwa Israeli ungepona, anakimbia kwa mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli akararua mavazi akasema, huyu mtu anataka vita kwangu. Aniona mimi uzuri, mtu wa Mungu akasikia jina lake anaitwa Elia, akasema mleteni kwa. Lakini angeuliza detail, mtoto ningeendaje huko kwenu? Nani anapona watu, ni mfalme ama ni nini? Aambiwa ukienda itisha mtu anayeitwa Elia na atakuona na utaombewa. Lakini atakwambia angeenda angezuia maneno mingi ya kusema kwetu siku na mito mizuri kama hii na hii. Angeleta hiyo shida mingi. Angeenda tu aoge mara moja na atoke na amekuwa clean. Sikia, wakati mwingi watoto wetu wanapoteza na ujuaji wetu nyumbani. Tunaleta ujuaji mingi. Kuja hapa tuombe haraka. Anasema memory verse tuombe endeni mlale. Alafu mnaingia kwa watu wazima, mnasema tujadili lesoni. Lesoni yetu inasema show me your glory. Yaani Musa anakukaa kwa Mungu hapo, amejua Mungu vizuri. Ndiye anataka sasa hapo. Unasikia hapo amesema nionyeshe utukufu wako na nataka kukujua zaidi. Alafu unasikia wazazi sasa wakimaliza anasema nataka nimjue. Na mpaka alilishwa God loved for God so loved the world that he gave his only begotten. Unasikia? Sisi ndio tunaharibu watoto wetu. Go into detail, tuwafundishe wetu wajue Mungu zaidi na zaidi. Unapoangalia hata Yesu mwenyewe akiwa mtoto mdogo, kitabu cha Luka 2:42 mpaka 46. Yesu akiwa Pathfinder, miaka 12 alipelekwa kanisani. Alipopelekwa kanisani, wazazi wanaamuka wanaambiwa kuna mkutano wa saa 8. Na baadhi ndio huyo ameenda nyumbani. Hata hadi mtoto alisikia kuna mkutano wa saa 8 akabaki. Mtoto
wanafanya Bible study na wazee kanisani. Mama na baba wako barabarani wanaenda wanasema lazima watoto walitangulia ni mbele na kina aunti na anko. Only kufika pale kwa lami wanataka kugawa kila mmoja aende kwao. Ndio kila mtu anauliza, have you seen Jesus? Umeona Yesu? Umeona Yesu? Kila mtu, mwingine akaingia kagari, mwingine akaingia kwa pikipiki, mwingine akaingia kwao. Wakabaki mama na baba wameangalia na hakuna Yesu. Back to the church. Walipofika ndio wanaenda kumaliza Bible study. Wakaamua kuketi kwanza wasisumbuane. Wanapomaliza, "Wewe tusumbua sana tu." Akaambia, Sabato iko imeisha, nilikuwa kwa baba yangu. Business, nafanya Bible. Muache kierere. Wazazi nimesema nini? Kaeni msikilize neno kama Yesu akiwa mtoto mdogo. Mathayo 18:5 mpaka 6. Yesu naye baada ya kulelewa akiwa pathfinder, alipokuwa youth. Sijasema akiwa mtu mzima. Hakuna mahali Yesu alimaliza mission akiwa mtu mzima, alimalizia akiwa youth. And that is why children ministry ni department iliyokomaa. Iko na Yesu kuanzia akizaliwa mpaka Yesu akienda mbinguni. Kama mnangoja Yesu akuje katika marriage, tutaongea siku nyingine. Lakini nimesema Yesu alimaliza ministry akiwa youth. Youth wote hamjambo. Hawako kanisani. Youth hamjambo. Jambo. Nasema youth alimaliza mission akiwa youth. So kitaka kuwa katika ndani ya Yesu. Akasema hivi, na yeyote atakayempokea mtoto mmoja wapo mfano wa huyu kwa jina langu anipokea mimi, bali atakayemkosesha, sasa niko hapo, atakayemkosesha mmoja wapo wa hao waaminio, yafaa afungiwe shingoni nini, jiwe kubwa la kufanya nini, la kusagia, kisha atupe wapi? Kilindini kule baharini, deep sea. Yaani usiwaionekana hata ukuliwe na samaki, na unajua samaki kakula nyama skeleton ibaki, hata usiwai zikwa ibaki huko, usiwai kukua na traces, usiwai onekana. Hiyo ni kumaanisha nini? Kama kuna watoto watakaopotea na ni sababu yako, hata kuishi kwako si bure. Ni heri ungekufa, hata usikufe na tukuzike, hata maiti yako isionekane. Hiyo ndio Yesu anasema. Hiyo ni kumaanisha nini? Mwelekeo wa watoto wetu umepoteshwa na waaminio. Haijasema na huko wanabisikia, amesema hivi, bali atakayemkosesha mmoja wa watoto hawa waaminio. Ni kumaanisha wako ndani ya nini? Wazee wa kanisa naanza na nini? Na viongozi wote wa kanisa. Wote, kama kuna mtoto atakayepotea kwa sababu nyinyi hamkuwa makini, mtapatana na Mungu. And that is why natangaza, kama wakati tunakuja Bible study hapa, watoto wameenda huko pia wapewe Bible study. Walimu watoto, nimesema walimu watoto wote, mko na lesoni za watoto. Tuko na beginners, tuko na kindergarten, tuko na primary, tuko na PowerPoint. Yaani watoto ndio wanaenda, hujui hizo vitabu. Uko na lesson. Iko wapi physical? And that's why watoto hawana lesson, kwa sababu second hand hana lesson. First uko na lesson. Physical. Uko na lesson yako physical ya elder. Sasa nitaikishaje ya watoto kama wazee hawana? Children ministry. Wacha kuangalia timu na hudumia mtoto, ndio nauliza, uko na lesson za watoto? Katika kanisa hili lote kuna lesson za watoto according to their ages. Good. Umeponea hapo. Nilienda kanisa nyingine nikapiga marufuku. Sisi tunafanya Bible study hapa, wengine wamefanya Bible study huko. Mwalimu ako very busy akifundisha watoto. Avocado, papai. Hiyo ni ujinga, mpeleke kwa shetani. Na nikikuja siku nyingine nipate unafundisha hiyo, nitaomba tufanye bodi ya dharura, hata kama mimi si bodi, utolewe katika kikundi cha kufundisha watoto. Maana utakapo kuwakosesha watoto wadogo wenye niko na shida, kama wote wenye mko master guide wasimame. Master guide mko wapi? Pathfinder
Directors, amuko master guide. Wewe uko kikundi gani? Ama wewe tu ulivaa tu hivyo? Mama, uko kikundi gani? Adventurers. So kwa sababu kabaya Pathfinders leo. Leo ulivaa Adventurers badala ya kuvaa Pathfinders. Yaani kuna confuse kwa nini? Okay, wacha niseme tu kwa sababu hawako. Hata viongozi wakikuja mtengenezo wa master guide, mnawaleta kwa board, wazima wachunguzwe. Ama kesho watakuja waanza kutufanyia hii. Badala ya twende tumatch kama vile tulimatch pale ilikuwa saa 4 ama saa 5, mtaanza kutuletea vitu kama hivi. Hii angalia. Na mnapiga washiriki twende tuone. Hii ni kanisa letu si la nje. Maombolezo 2:19. Inuka. Kila mmoja wako inuka. Ulalame usiku, lilia watoto wako. Wewe unalala tu unasikia kumekuwa asubuhi. Amka hata usiku wa manane. Lilia watoto wako. Kwa nini? Watoto wetu wanapotea. Wameanza kwenda shule, wanacheza mitaani, shule zimefungwa. Hivi karibuni shule zitafungwa kwa long holidays. Wale wa watoto wetu watakuwa wamefunga mpaka universities. Watakuwa mitaani. Watoto wetu wanapotea. Ndio tunaambiwa kwamba umuinulie Bwana mikono yako kwa uhai wa watoto wachanga wazimiao kwenye njia kuu. Ukipata watoto maadili yanapotoka, vile wanakaa, vile wanakula, alafu wanapeana, unapata wamekaa mahali wanapiniana vitu hivi, zimetolewa, unashangaa nani alinunua? Kwani wazazi wao wako wapi? Linda watoto wako, sio kuwajengea boma na mpaka uwajengea ua wa ukuta utawasaidia. No, ukitoka wanatoka. Kwani wote tutakuwa mwafungia mpaka mbinguni? Watatoka. Kama vile ulitoka hata watatoka. Ukirudi wamerudi na wanaketi hapo kwa nyumba. Unapiga watoto wetu walienda mbali. Kwa Wakale, mimi natoka jamii ya Wakale. Tunasema ya kwamba kuna vitu vitatu huwezi isemea kwamba pia haikufanya. Kitu cha kwanza umbwa. Kwa hiyo mbwa yangu ile haijatoka kwa kombo, inatoka usiku. Na inarudi asubuhi inalala hapo. Ikikuwa ninaanza kufanya mkia hivi ati niko na njaa sijakula kitu. Na ilikula mahindi ya jirani, kuku ya jirani, mayai ya jirani, na ikakuja kanyamaza. Ya pili ni ng'ombe. Wewe sema ng'ombe yangu si mbaya ibomo agua. Na ya tatu mtoto. Mtoto wangu si mbaya. Wewe inuka umlalamikie Mungu, umlilie Mungu, waambie watoto wanapotea. Sio kanisani, si nyumbani, sio mahali popote, watoto wanapotea. Na watoto wanapopotea, lazima tuangalie wanapotea wapi. Wanapotea wengine kwenye TV. Unaacha mhubiri mwingine anaitwa TV kwa nyumba, naambia usitoke, sikuko na TV, sikuko na boli hapo. Watoto wanapotea. Ninaona wazazi na ujinga wao. Mtoto shika saa hii ninahubiri, mtoto anapeleka game kwa simu, shindwe kabisa. Useme nilikupigia makelele, nitapiga kabisa, kwa sababu mimi nakasirika nikiona watoto wadogo wanapotea. Kwa nini? Na wanapotea. Nikamwambia mama mwingine, mama nini mbaya? Akimtoka na mpaka anamkalisha mama, apewe simu achezee game. Nikamwambia usichape mtoto. Atajua. Ilibaki kidogo ni mchambe wa mama. Unapoteza mtoto. Siani ungesaliwa, ungefungia jiwe kubwa ya kuzama utupe kwa bahari, Indian Ocean. Tena kilimbili kula chini kabisa uzame. Kuliko kuja utuletee mtoto unaharibu. Siku nyingine mama amenifuata kanisani hivi. Mama tu fulani akaniambia kimtumishi ndio unaombea mtoto, nikamwambia nini bwana mtoto. Mama kabla hajaanza kunipatia story akalia. Nikamuuliza nini mbaya? Akaniambia mtoto mdogo hajaenda hata shule, mtoto hajaenda hata shule. Hata hajaingia PP1 ama PP0. Bado wako nyumbani. Mtoto hajaingia hata baby. Wametoka na wengine hivi, wamenaoitiana kule chooni. Nilisikia machozi yanataka kunitoka nani. Watoto wadogo, kuuliza mtoto amekuwa akifanya hivyo na wenzake kila Sabato. Na sisi tuko hapa tunasema tunakaza mwendo tunaenda bibi. Tunaenda bibi na watoto wakienda jehanamu. No, lazima tusimame, tuwaweke watoto wetu mikononi mwa Mungu. Tuwalidie, tuseme watoto wetu wapate njia iliyo halali. Na njia iliyo halali ni katika Bwana. Wanapotea
katika mitandao ya kijamii. Watoto wadogo wamejua internet, tunawapeleka wanaangalia pale, wanaangalia vituko. Je, watoto wako wanaangalia nini? Ni nini watoto wako wanachotazama? Ni nini watoto wako wanaopenda kukaa pale wakiangalia? Juzi dadangu nikiwa nimempigia ziara kidogo pale Nairobi, nikampata akaniambia, "Wewe siku hizi," na mimi nilimwambia mimi wana download cartoons, najaza kwa laptop ama kwa simu, naziweka. Kwanza mimi na ujinga wangu wote, hata kama ni 2 hours na keti nikiangalia cartoon peke yangu. Nikiangalia naanza kutoa vitu zinaitwa subliminal messages zenye zinatumwa pale na mashetani. Unapata bad language, tabia mbaya, wanafundisha watoto wetu ngono, wanafundisha vitu vya jinsia moja, marriage ya jinsia, na ni cartoon wanafundisha mpaka vitu vichafu pale, na lugha za matusi na mauaji. Unapata makatuni zinadungana, alafu mtoto anaona katuni inadunga ingine, ikishadunga ingine anaona ile inapupuka, kesho anapanda vya meza, anasema utapata ameua mwenzake, na alafu anamwambia inuka, anakosa kuinuka kama vile aliona kwa katuni. Nani alimaliza? Wewe. Sikia, watoto wetu sasa wanapotezwa kwanza mtaani. Tabia gani inaanza mtaani? Ni tabia ya wanarika, pia pressure. Wale watoto wanawezana, unapata. Nilikaa juzi Kericho nikaangalia tu kwa muda kama dakika 2-3, nikasikia vibaya sana. Watoto wanacheza, alafu wanaenda pale kwenye matakataka, wanaokota, wanasema angalia hiki kitu. My friend, utapata wakipuliza baluni nyingine si baluni. Ninanyang'anya na watoto wa sijui nani, na wafukuza na vitu, na ninakaa pale nataka kuwachapa, wanatupa na wanaenda, na nikiondoka watakuja kuchukua nyingine. Na nani walitupa? Ni watu wazima. Nikisema balozi mnanipata watu wazima. Wanapotozwa na watu wengine wabaya. Anakuambia watoto kujeni hapa, wananunulia watu vitu hivi, wanapewa. Unapata mtoto wako anakuja anaanza kucheka kwa nyumba akikaa hai. Kumbe ameshalishwa madawa ya kulevya na wewe hujui. Lazima tumlilie Mungu kwa ajili ya watoto wetu. Wanapotea shuleni. Wanapoteza hata na walimu pale shuleni. Mimi siamini mtu yeyote isipokuwa mimi peke yangu. Hata mchungaji wangu siwezi muamini na watoto wangu. Naamini mimi peke yangu. Mimi na mama yao peke yake. Hiyo ingine hata brada yangu atikumwekea watoto. Kuna walimu hata nina clip hapa na sitaweka. Ilikuwa citizen kabisa. Mzazi alikuja akililia wachungaji wakuje wamuokoe mtoto. Mtoto alipoombewa alisema ya kwamba mwalimu ndiye alimwezesha kuingia kwa the worship, amekuwa akimchukua mpaka Mombasa. So lazima tulinde watoto wetu. Angalia tabia, wacha kuwa busy. Hii watoto tunakuwa busy sana. Tunakuwa busy of nothing. Na unakuwa busy, unapata anti yuko nyumbani. Na anti huyu humjui. Uliletwa kutoka wapi? Western. Ulitoka wapi? Sijui. Alipokuja ukaweka analala na watoto, anakaa na watoto. Wewe saa 11, saa 12 umeondoka. Umeenda katika kazi zako, biashara yako. Unarudi saa 3 ya usiku. Anti watoto analala, wamekula, wameoga, wewe angalia watoto wako. Angalia tabia anayokuja naye. Utajua kama mzazi utajua mtoto anapobadilika, na utajua mwalimu ako na shida. Na hapo ndio utaingilia kati. Kuna kisa ninapenda kusema sana cha mzazi mmoja, baada ya kwa amekaa na mtoto wake, anaona ni mjinga na ameingia ushirikina, akaambia mtoto, hivi ndivyo utakavyofanya. Enda tafuta mtoto mwerevu shuleni. Ukimpata mtoto mwerevu shuleni, enda ushike kichwa hivi na utoe akili yake. Mtoto akakuja akashika mtoto mwingine. Mtoto akaanza kuwa mjinga, na huyo mtoto aliyenyang'anywa akili ni Mwadventista wa Sabato. Akaita pasa, akaambia siku mama akakimbia kwa pasa, akaambia mtoto wangu siku hizi amekwenda nyuma, amerudi nyuma na ni ghafla. Pasa alipokuwa katika shule akifanya maombi, akaambia mtoto kuja hapa mbele, akamwambia, akaambia ni nini baya? Akaambia tangu kuna mtoto fulani anaitwa fulani alinishika kichwa hivi nikaanza kuwa mjinga. Akaambia ni rahisi sana.
Enda kushika kichwa hivi useme nimerudisha. Si alikushika akachukua enda shika useme nimerudisha kwa jina la Yesu. Si alichukua kwa jina la mapepo. Ule kijana akakuja. Hadi alifundisha na mchungaji akasema nimechukua kwa jina la Yesu. Wewe mpanda kaka. Ikawa swala la kuleta walimu ni nini mbaya? Expulsion kimbia leta wazazi kila mmoja. Wazazi walipokuja karibu mtoto wewe inaonekana ako na mapepo. Kwa nini ameshika huyu akaanguka? Huyo akasema mimi sijaingia kwa mapepo, hata wazazi wangu wako mapepo. Akasema hii kanisa hili mnaendaka Jumamosi lazima iko na mapepo. Walipoulizwa mzazi akasema hata hatuna habari. Mtoto akaambiwa hiyo anajua ulitoa wapi? Kwa pasta. Pasta kuja. Pasta akakuja imekuwa sasa ni kesi shuleni. Ni nini baya? Kwa nini ulifundisha mtoto ushirikina? Akasema sijafundisha mtoto ushirikina. Huyo mwingine ndiye ako na mapepo. Utamata na mapepo. Sasa pasta akaamua kuwa pasta. Kwa jina la Yesu Kristo lazima mtakiri leo. Kwa jina la Yesu kiri haraka. Wazazi nao kwanza. Wacha tuseme. Nasema nini? Chunga mtoto wako, tabia yake angalia vizuri. Vile anavyokuja shuleni angalia vizuri. Je, ni tabia gani? Hata mitaala. Sijui kama ilifika huko kwetu kulifika na tukaanza kuambia ya kwamba mambo ya priadio muondoe kwa shule. Mlisikia kitu kama hiyo? Hii ni mitaala ambayo shetani anapangilia kwanza kuondoa Mungu katika maisha ya wanafunzi ili baadaye waanze kutuletea ushoga na usagaji katika mitaala ya elimu. Mambo wameanza kwa choo uandiki male and female ama boy and girl. Wanataka mtoto ajichagulie gender. Hiyo ni shetani na lazima tuukemee. Na lazima watoto wetu wanapotafuta njia, pathfinders, let them get the right path. Wapate njia iliyo mwafaka. Watoto wetu wanapotea tena katika runinga na TV. Nimejaribu kufanya utafiti. Si kuleta hapa, uko hapo ndani lakini sitaweka hapa. Ni utafiti unaotosha mafundisho kivyake. Kwamba kuna vitu vinaitwa subliminal messages. Unaona cartoon kabisa ni cartoon. Unaona movie ni movie. Lakini unaona movie, wamama mnajua ina wazee, Afro cinema. Wanajeria ama za mambo, unaona mtu ameenda anakufa, alafu akikufa wanakuonyesha kakitu kakiamuka, kingine imebaki, hata kingine kanaamuka. Alafu anaanza kurudi kupiga watu. Si umeona movie? Hiyo ni nini? Kuanza kukujengea kwamba vile Biblia ilisema utakufa hakika ni vile shetani alisema hautakufa. Na watoto wanajengea hiyo kwa akili. Hata saa hii nyinyi nikiwapeleka Narok kuna makaburini. Ningoje saa 12 jioni leo niseme tena tupite pale nipeleke mmoja wenu. Alafu nikifika pale inaelekea saa 12:30 saa 1 ikikaribia. Alafu nienda tu hivi. Alafu ni ndio kitu nyuma yako utaanza kusikia ndani. Tisa. Ukiuliza mwadventista ni nini umesema tisa? Mimi unajua ukipita makaburini chochote kinaenda kubali. Hiyo ni Mungu ikifundisha. Najua watoto wetu wanafundishwa na nini? Ati majini jam, Nickelodeon, sijui nini. Na unaacha mtoto ameona hapo. Wanaanza kufly. Utapata mtoto wako amepanda ghorofa siku moja akiruka. Kwa sababu aliona katuni akipanda hivi, anafu anaruka. Akifanya mkono hivi, anapaa. Utapata amefanya hivi, amegonga chini na tumbo. Utafanya. Hata advertisement. Kuna advertisement kubwa unapata. Yani simu nilikuwa naona ati shop Xiaomi sikuiweka hapa. Kubwa ilikuwa pale Rongai, kuteremka kutoka Rongai ukikuja ukitaka kwenda town. Hapo karibu na mtu hapo chini. Ilikuwa kibao kikubwa sana. Kimewekwa hata ana advertise simu na ameshikia hapa na amepigiwa hapa picha. Na hakuna nguo yoyote. Hiyo inakumaanisha nini? Ni simu tunaona ama nini? Pale Kericho ukikuja hivi, hapo karibu stage John Kericho Road ukiteremka town. Kulikuwa na billboard kubwa ina advertise pia simu na amefanya hivi. Alishika simu na amefanya hivi. Nikaona in all seeing eye. Ile ya devotion ni jicho moja. Na ni amuoni hizi zote zimewekewa kwa ajili ya kuharibu watoto wetu. Na hizo zinaitwa subliminal message. Wanaanza kuweka message fulani. Ndio watakapoleta hizo vitu wakute tumezoeana nazo. Nasema nini? Mitandao ya kijamii.
Siku hizi hata watu wazima tunafanya betting. Na kama bado unafanya betting hapa, ninakutangazia aidha uokoke leo ama mkutane na Yesu katika siku atakapoleta moto. Utalia unapotupwa katika moto wa jehanamu ulioandaliwa si mwanadamu, uliandaliwa shetani na malaika zake. Ole wako utakapoenda kwa shetani. Utatupwa mahali shetani anastahili, lakini sisi tumetengenezewa mahali mbinguni. Aidha uokoke leo ama uende jehanamu. Shauri ni lako. Tuwafundishe watoto wetu, tuambie kwamba hakuna kitu kama betting, no cheap life. Yesu alitupatia nguvu ya kufanya kazi. Tunapoacha watoto wetu wamejifundisha nini katika mitaa yetu? Wamejifundisha tabia mbaya, wamejifundisha ngono, ushoga na usagaji. Hiyo ni homosexuality and lesbianism. Hizo ni vitu zinaendelea, na wamejifundisha katika mitaa. Wamejifundisha nini? Mavazi yaliyo ovyo. Shida ni kwamba ninaongea kwamba watoto wetu wamejifundisha mavazi yaliyo ovyo, na wewe mzazi bado unavalisha mtoto wako kama jehanamu. Nilikuwa nataka kusimamisha watoto wengine hapo, mtasikia vibaya. Acha nasimamisha walimu. Walimu wote wa watoto kuja mbele. Walimu wote wa watoto, tumia dakika 2 ukuje, unamaliza muda wangu, maana nataka kukata sasa. Nikishatoa mfano wenu hapa. Walimu wote wa watoto. Kujeni mpanga tu laini moja hapa na mimi hapa. Simulinita. Sasa hata nikiwaibisha muokoke. Mkimaliza kuokoka tunaenda mbinguni. Yesu anarudi kwa. Asante. Unaona? Anamaanisha yeye ni elder. Unaona hata vile ameweka. Hata anapoambia watoto kuvaa vizuri, anapiga tik. Tunaharibu tu. Brother, wewe ni mwalimu wa watoto. Alafu unafundisha hadi watoto. Next time tafuta tu kitu kazuri kakoti ka 200 hivi, amtuba hivi kidogo kiambia watoto tunavaa smart, anaona smart. Uniform haivaliwi na open. Unavaa vizuri next time. Lakini nywele za kusuka zote, sijui mnasomanga Biblia ama msomo. First Peter 3 verses 3. First Timothy 2 verse 9. Mtaenda msome. Nyinyi wawili ni mnavaa open na kusuka nywele. Wewe sasa hutaona uniform na leo ilikuwa siku ya watoto. Nywele enda soma First Peter 3, First Timothy 2:9. Wewe ungevaa vizuri lakini ulisahau kuvaa faida. Si ninatoa mfano? Hata mkisema niliwatoa mbele, mimi si mimi walimu watoto na nilikuja kwa niaba yenu. So nitasaidia watoto na niwasaidie. Uniform haiko. Na hiyo nywele bado ni First Peter 3:3, First Timothy 2:9. Lakini sasa wewe ulijua kila kitu. Lakini sasa nekta haihangiwi. Nekta wewe unaangalia ifungo mpaka kashinda. Turudi pale. Tunaangalia mavazi, watoto wanafundishwa huko, na wakikuja hapa ndani wafundishwe. Halo watoto, tufundishwe mpaka jinsi ya kuvaa. Wale wazazi mnavalisha watoto wenu tunguo. Tunafika hapa na unaweka trouser. Mtoto anakuwa akikua, niliona watoto wengine hapa tunavaa trouser, alafu unavalisha hapa. Hapa sio India na hakuna baridi na umiza watoto wetu. Kama hawajavaa kule kwetu baridi, hiyo ni nao. Mwache tabia mbaya. Na mwache kuwafundisha watoto wetu kitu kinaitwa cross gender. Fundisha mtoto wewe ni msichana na wewe unavaa skirt. Na akivaa skirt, avae skirt na asikae kama mwanaume. Wazazi mko wapi? Kina mama, fundisheni watoto wenu. Chapa mtoto, chuna huko, umwambie jinsi ya kukaa na kaaje. Acheni kunyangalia na macho. Nimesema hata nyinyi wenyewe mkae vizuri kwanza na mvae vizuri, mfundishe watoto kuvaa vizuri. Ulaji na madawa ya kulevya, ulaji mbaya. Fundisha watoto kukula. Kuna siku mkiangalia na hivi siwache hata wao kukula saa 4, nikamwambia wewe ni wakunyonya peke yake, anapelekewa alisho saa 4 baada ya klasi za watoto na alete ndani. Wale mnaleta mabiskuiti si manini na kuleta watoto waanze kukula ndani ya kanisa na wengine hawajajaliwa hizo vitu, mnaanza kufundisha watoto tabia mbaya. Fundisha watoto kukula na kukula mara moja na kukula na taratibu. Fundisha kwamba asipewe
chakula mitaani. Mimi na uzee wangu wote na ujilisti wangu wote nimeenda nikapatia mtoto mwingine tena kanisani, na nikampatia hata tunda na anaona, na hata baba yake alikuwa hapa, na anajua kabisa ni family friend, tena ni watoto wa mchungaji, tena anajua huyu Jona anakujaga every now and then anashika kwetu, na anajua Jona anahubiri. Lakini watoto walikataa kata. Nikageukia wazazi, nikampatia, nikaambia shika. Mzazi aliposhika na akapatia mtoto akashika, nikaambia kwa nini hakushika? Akasema watoto wangu hawawezi kushika anything. Wacha stranger hata kanisani hawezi kushika. Na je wako fundisha ulaji. Wanajifundisha nini kule nje? Uasi na kujiunga na vikundi vichafu kama devotion. Mtoto anaona vitu vinafanyika na anajiunga nazo. Ndiposa tunasema lazima tuamke, tuwasaidie watoto wetu ili kesho watoto wetu asije wakaa kama hao. Angalia mitaani watoto wetu vile wanavyofanya. Wanaita vitu vichafu mitandaoni. Watoto wetu wanaanza kuweka simu pale, wanaanza kupost vitu kama hizo. Na wewe mzazi uko pale ulimpatia simu. Kwani walitoa wapi? Ati smartphone ninunulie mtoto. Jiangalie vizuri na ujiulize. Billy Graham naye akasema katika kitabu chake alisema hivi, na mkoto kwa sababu si wetu, lakini sikia vile alisema Billy Graham. The only way to provide the right home for our children is to put the Lord above them and fully instruct them in the way of the Lord. Ellen G. White katika kitabu cha Adventist Home anasema nini? The well-being of a society, the success of the church, the prosperity of the nation depend upon the home influence. Vile unavyokaa nyumbani na vile unavyoleta watoto wako vile pale nyumbani, sio vile tunawaleta hapa kanisani, ndivyo watakavyokuwa katika kanisa na ndivyo watakavyokuwa mpaka katika serikali. Nasema nini ndugu zangu? Je, kuna tumaini kwa watoto wetu? Ndio. Unaposoma katika kitabu cha Biblia, katika kitabu kwanza tunaanza na wazazi. Unafanya nini? Ombea watoto wako, wafundishe maadili mema ya kimungu, na kisha wewe binafsi ukuwe kielelezo. Jambo la pili, tofautisha aina za uongozi kwa watoto. Vile unavyoendenda, kama wengine wako supervisor hapo, wewe kwa nyumba si supervisor, wewe ni dadi. Mama kama wewe ni mwalimu pale shuleni, wewe si madam nyumbani, wewe ni mami. Tofautisha uongozi. Kama wewe ni deaconess hapa, uache udikones hapa, enda nyumbani ukuwe mama. Jambo la tatu, wacha mashindano, ila tafuta utii. Nimesema wewe ni baba yako, kwani yako nimesema toka hapa. Saidia mtoto afanye kazi kwa kukupenda na kukutii, sio kwa sababu ya kushindana ati unyoeleshe ubabe. Jambo la mwisho, soma tabia ya watoto. Soma tabia, angalia mtoto wako ujue anatakaje. Alafu kisha baada ya kusoma tabia, linda watoto wako sana. Walinde. Ukiona wako nje, hata wewe kwanza na blame. Ukiona watoto wanazurura nje, mimi na blame wewe mama, hata si baba. Na kublame mama. Siku ile ulikuwa mjamzito, unataka kwenda kuota jua. Mtoto umekaa baada na kusali, unamchuna akianza kutembea na mwili yake, anakuambia narudi mahali nilikuwa nimezoea. Na hiyo ndio itakuwa tunatusumbua. Diko na dikones, waacheni kusumbuana na watoto wanaotoka nje. Yeyote atakaye kuwa mjamzito, sumbuaneni na yeye, mumsaidie. Mtakuwa mnaondoa jamu ya next year. Kanisa, sikia kile tutafanya kanisa. Tuwaombee watoto wetu kila mara. Walimu watoto, ndio maana niwalete mbele ndio muangalie, wachunguzwe. Sio makosa kuletwa kwa church board, lakini church board ya kujadili mtu lazima mchungaji ndio chairman. Sio first elder, ni chairman ni mchungaji peke yake. Wakati wa kujadili jina la mtu, kisha achunguzwe, awekwe chini. Nani alikuwa master guide director wake? Nani alikuwa mwalimu wake? Imani yake ni vipi? Anaishije maisha yake ya nyumbani? Ndio mumweke mtoto. Ndio mnapowaweka watoto wenu mikononi mwao, mmewaona na mmewapima. Kwa nini sasa tunasikia tulete watu kwa kwaya tufanye vetting? Tunapitisha majina, huyu tabia yake ni nini, tunapitisha. Ama kwa yenu mnasema watu kwaya kujeni. Lazima ipite vetting. Hii ni vetting na nini? Kanisa la Mungu
lazima tuwachunguze watu. Kama vile tunawachunguza watendakazi, tunakaa tunasema fulani na fulani hatoshi. Lazima hata hawa viongozi wa watoto wetu wachunguzwe, waweze kufanya kazi. Watoto wafundishwe ukuu wa Mungu, wajue kuna Mungu anayewapenda na anayewajali na anasikia maombi yao. Na mwishowe watoto walindwe ndani na nje ya kanisa. Kwa hivyo tunapokaa ndani, mchunge watoto wetu huko. Wengine wanaweza enda kupanda waya huko, usikie mguu ameingiza waya imefunjika. Tunaanza kukimbia emergency sasa badala ya kusikia neno. Nasema nini? Tuwalinde watoto wetu kila mara. Ninapomaliza, angalia Pathfinder hawa wetu. Tumekuja baada ya kwenda pale, angalia mwingine analeta pikipiki. Kwanza tunaweka wimbo ya Pathfinder kabisa. Walienda kutuonyesha nini? Alafu mtuambie na kuhusu nini? Nisi nitabia karibu pikipiki za watu. Na mnataka kutuletea karibu. Na sisi kanisa tumeenda hapo nje tunapiga makofi. Angalia vile walitufanyia Pathfinder. Na ni master kaza. Wako hatari kabisa. Ndio nasema wachunguzwe. Yesu ni karibu. Na yeye anaweza kuwa accident. Ngoja angalia wengine niliwaona tena. Niko na shida na migumu. Na hizi manyumba tunaleta watoto wetu wanaanza kufanya vituko. Acha tutoe hiyo. Mbona vile tunakaa siku tunaanza leo? Kwenda kazi, angalia. So, solution ni nini? Yesu peke yake. Unaposoma katika kitabu cha Luka 18, aya yake ya 16, neno la Bwana linasema, bali Yesu akawaita waje kwake, akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana watu kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Wito wangu adhuhuri hii ya leo ni hili. Bila Yesu kanisa halitakuwa safe. Bila Yesu watoto wetu hawawezi kuwa salama. Bila Yesu familia zetu haziwezi kuwa salama. Na bila Yesu Pathfinder wetu hawataweza kujitolea katika kazi ya Mungu. Tukitaka tujitolee wote kwa jumla, lazima tumkimbilie Yesu. Na kitu cha kwanza kukimbilia Yesu ni kuwaacha watoto wadogo wote waje kwa Yesu. Haleluya. Pathfinder, kuja tuombee watoto. Na watoto wote, marafiki zangu, kujeni mtae hapa. Kuja hata kama unataka kunifinya hapa. Watoto wote kimbia ndio ndio hizo. Harakisha. Watoto wote. Wewe ni unajua ni mtoto kuja. Hata mtoto wa university ukikuja si bado ni mtoto tu bado. Watoto wote Yesu akasema waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa maana watoto kama hao ufalme wa Mungu ni wa nani? Wao. Na wewe mtu mzima ukijihisi unataka kunyenyekea kama mtoto mdogo, si utaenda usonga hata mbele. Lakini nilikuwa nimesema kuna wale nilikuwa nimesema ukijisikia nitakapokuwa naita wito, si ulikuwa umejua nitakuita wewe ukuje. Kijeni karibu marafiki zangu. Kijeni tu hapa peke yake. Unamrekodi. Si lazima muangalie wazazi. Tuangalie naenda hapa. Tuangalie kabisa naenda hapa. Unaona niangalie. Aha, very good. Songa karibu. Tunataka kuombea watoto wetu. Songa karibu kwa mbali. Pinya yeye kabisa hapa. Songa karibu. Enda mbele wa karibu. Very good. Enda ataomba, alafu kuna watu wazima wanaitwa watoto wakubwa ndio waombe. Huo ndio wadogo, ni ndio wakubwa. Tuamini na tuombe. Baba yetu uliye juu, sifa na shukrani tunarudisha kwako. Tangu ulipoanza nasi tangu asubuhi mpaka tumefika kipindi cha mchana. Mungu wetu, tuamini kwamba ndugu yetu ambaye ameweza kuja kanisa letu siku ya leo ameweza kutuambia kweli kwamba tusimame tulee watoto hawa ambao ni watoto wachanga. Ikiwa kuna mahali Mungu wetu ambaye tumesembea katika kazi yetu,
Ikiwa kuna mahali tumeenda kinyume na mapenzi yako, uweze kutusamehe. Na watoto hao wachanga wote ambao wamekuja hapa mbele, ambao wamepigwa mkononi na wazazi, na wale ambao wamesimama kulia wenyewe, ndetu wote na wakabidhi mkononi mwako. Wanapokuwa katika hii ulimwengu ambao umechafuka Mungu wetu, tuwasingira na damu yako ya Kristo aliyekufa msalabani, ili watakapokuwa Mungu wetu na wanapoendelea katika dunia hii tunapokungojea kurudi mara ya pili Mungu wetu, kutesiwa kwa kundi moja ambaye inatazamia kurudi kwako mara ya pili. Wazazi wao waweze kuwaelimisha wanapolea watoto hawa, ili Mungu wetu waweze kutii yaliyo mapenzi yako. Tumeomba machache na yale ndugu yetu tutakapoenda kuomba ikawe fungu moja ifikapo mbinguni mahali ulipo. Tumeomba machache katika jina la Yesu naomba na kuamini. Baba yetu aliye mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu Baba umewabariki wanyonyao, umewabariki waliotembea na miguu yao, umewabariki watoto wote wadogo. Naomba Baba sasa kwa ajili ya watoto wazima, watoto wakubwa, Baba ukawajalie neema, mioyo ya kuvunjika kama ya watoto, mioyo ya kutubu, mioyo ya kukurudia, na wanapokurudia Baba mchana wa leo, washike mikononi mwako, asije atakapotea hata mmoja. Na pia wazazi wa watoto hao wadogo, Baba ukawape hekima. Kanisa pia Baba utupe hekima, tuweze kuwalea watoto hawa katika kicho chako. Utukuzwe Baba yetu, tuponye magonjwa, tuondolee Baba shida ambazo shetani ametuletea. Wengine wetu tumefungwa kielimu, wengine wetu tumefungwa kimaadili, ila Yesu tunakiri nguvu zako mchana wa leo, ukatufungue. Asante Yesu, maana umetutendea. Bariki kila mmoja aliyekuja mbele, na umati uliobakia nyuma Baba unajua haja za mioyo yao pia. Kutana na mahitaji yao, kutana na mahitaji ya kanisa kwa jumla, ukatubariki, ukatuwezeshe pia Baba tukawe pia na kanisa kubwa nzuri ambalo litakuwa pia la maana. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu